السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وصلى الله على سيدنا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'd. Na ndugu zangu katika imani, tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutujalia tena siku ya leo kuwa naye katika kipindi hichi ya moja kwa moja katika kupeana nasaha za tiba, kupeana nasaha za kiroho. Ndugu zangu, karne ya sasa au dunia ya sasa au ulimwengu wa sasa, tunaishi katika hali ambayo ufisadi umekithiri, na katika ufisadi huu ni kwamba unaotokamana na watu na mashetani. Kuna hasadi zilizo ndani na kuna hasadi zilizo nje. Yaani ndani ni kwamba zimo katika familia, na nje ni kwamba zipo katika marafiki, majirani, na kila aina ya watu ambao unakaribiana nao. Kwa hiyo mara nyingi huwa tunaelezana vipi unaweza kuepukana na madhila hayo, vipi utapambana na madhila hayo, vipi utakabiliana na matatizo hayo. Tunaelekezana njia mbalimbali ili kila mmoja aweze kuwa huru, kila mmoja aweze kunusurika kutokamana na matatizo ambayo yanatokamana na ufisadi ambao umejaa katika ulimwengu huu. Leo insha Allah taala nataka tuzungumzie jambo na kisha tupeane faida ambayo utaitumia kwa ajili ya kutatua majambo hayo. Utapata mwanadamu au mtu mwili umevamiwa, na mwili ule kuvamiwa ni kwamba matatizo yamemuingia, matatizo ya kiuchumi, matatizo ya kiafya, matatizo ya hali, matatizo ya heshima, yani matatizo kila aina ya matatizo. Lakini mtu ukimwangalia unamuona tu yuko sawa, lakini katika jicho la ndani ukimwangalia vizuri unapata huyu naona amepatwa na matatizo yanayotokamana na nguvu za giza. Na kuna ile ya kwamba matatizo yanatoka generation after generation, na hii inatokana na yule mwanzilishi wa kuunganisha mambo ya kishirikina, mambo ya nguvu za giza. Mathalan, babu wa babu yako wa babu yake, yeye alitaka kufanya maisha ya shortcut, ya kwamba ameenda kwenye mizimu, akaomba mali, akaomba vyeo, akaomba kila aina ya mambo ambayo yatakuwa yanamfaidi yeye katika maisha yake. Lakini kwa sababu hali zake na yeye hana ile fidia ya kupeana pale kama sadaka, lakini akaapiza ya kwamba kizazi na kizazi kijacho basi iwe ndio kafara ya kwamba waishi katika maisha ya dhiki, waishi katika maisha ya dhiki. Sasa ndo pale yule jini anatembea kizazi hadi kizazi, kila mmoja anarabikiwa katika vizazi hivyo. Kila anayekuja maisha yanakuwa ya tabu, chakula hapati, akifanya kazi basi mshahara na hapewi, vibarua vigumu, yani matatizo juu ya matatizo. Sasa kwa hali hiyo lazima ujitathmini kwamba matatizo yangu yalianzia wapi. Ukishagundua kwamba matatizo yangu yalianzia enzi na enzi, basi ni wewe uchukue jukumu la kujitatua au la kujifungua katika kile kifungo cha laana ambacho kiliwekwa pale. Pia utapata watu kuna baadhi ya watu ambao hawajafanywa hiyo laana ya kizazi hadi kizazi, lakini wamefanywa ni uchawi ambao unaathiri yeye pamoja na familia yake, kwa kuoneana wivu, kwa kuoneana kijicho, kuoneana gere, basi unafanywa husda za kwamba udhalilike katika jamii, uhangaike, ubaki mtu wa kuombaomba, na pia kuombaomba huko pia husaidiki. Ndugu zangu,
hii hali ni mbaya sana. Kwa yule ambaye hayajamkuta ataona tu hii ni mambo tu ya kawaida, kwa sababu kuna watu hawaamini kwamba kuna mambo haya ya spiritually. Kuna watu hawaamini kwamba kuna uchawi. Kuna watu hawaamini kwamba majini yanaathiri au mashetani yanaathiri katika maisha ya mwanadamu. Kuna watu hawaamini hivyo. Yeye anaona tu ni jambo la kawaida. Lakini katika hali hiyo lazima ujitathmini kwamba Mwenyezi Mungu ameleta mambo haya yote ili kumpima mwanadamu ni nani miongoni mwetu atakuwa katika kufanya mambo mazuri au vitendo vizuri. Hii yote ni mitihani ambayo mwanadamu anapitia ili amtambue Allah Subhanahu wa Ta'ala yeye ni nani. Kwa hiyo ukijiona kwamba wewe hali yako ni ngumu, mwili wako unaweza kuwa unatembea lakini kana kwamba umebeba mzigo kwenye mgongo lakini hata hauna lolote. Mwili ni mzito hali ya kuwa yani umebeba mizigo yenye hauioni. Hii yote ni kwa sababu ya yale mashetani yanatembea na wewe usiku kucha. Je, utajinasua vipi kwa sababu ule uchafu ule au mashetani yale ambao unayatembea nayo usiku kucha? Ndio yanasababisha kwamba hupati riziki, hupati heshima, ndoa inavurujika, kile utakayempata basi anaponyoka. Unabaki mtu tu wa kuombaomba, na katika kuombaomba huko pia hausaidiki. Ndugu zangu, uchawi upo. Ndugu zangu, hali ya husda zipo. Kwa hiyo inshallah kwa uchache, kwa sababu ukiwa na vifungo vya laana ambavyo vimetoka generation after generation, vile haviondoki isipokuwa dua zenye nguvu za kuvunja zile maagano za laana ambazo zilifanywa wakati ule, na zile huwa haziondoki kwa dawa. Dawa ndiyo utatoa, yani utatoa yale madogo madogo, lakini yale makubwa yako pale, kwa sababu mpaka ufanyiwe dua au utaratibu maalumu wa kukatisha ile system ya kule kulikofanyika ile laana, pamoja na kizazi chako ama wewe kujitoa katika ile system. Ili kujitoa katika ile system ufanyiwe dua zenye nguvu, ikiwemo Duha Arbul Katili, Jaushan Kabiri, Hizbul Bahari, Ayatul Fathi, hizo zote, Ayatul Kharja, hizo zote visomo vile vyenye nguvu, Dua Ujaljaluti, hizo zote hizo ufanyiwe na utaratibu maalumu katika kuondoa ile laana ambayo uko nayo katika mwili. Alafu kuna wale ambao sasa matatizo yao ni ya kawaida, ambapo mtu akitumia dawa siku 2-3 inaondoka. Lakini katika ile siku 2-3 inaondoka, lakini itarudi, kwa sababu ile system bado inasoma ya kwamba jina lako liko pale. Ramani yote wanayo wale mashetani, wanakufuata popote ulipo. Sasa ili kuondoa ile system sasa mpaka ufanyie utaratibu wa hali ya juu, kwa hali ya juu. Kwa hiyo utaratibu huo unafuata mtu ambaye ana ujuzi wa hali ya juu ili akufanyie dua na utaratibu wa tiba ulio kamili. Sasa kwa wale ambao sasa nuksi zao ni za kawaida tu, zinatokamana na hasadi ndogo ndogo, utatumia dawa hizi. Hii ni kwa wale ambao nuksi zao ni za kawaida ndogo ndogo, mikosi midogo midogo, vifungo vidogo vidogo, tumia dawa hii.